awamu ya 6. Mnakumbuka katika awamu zilizopita tulikuwa tunaongelea kupeleka umeme kila kijiji. Sasa hivi tunaongelea kupeleka umeme kwenye kaya. Mwaka huu mapema marais wote wa Afrika walikutana Dar es Salaam pale na Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa mwenyeji wao. Moja ya ajenda walioongelea ni kuwaunganisha Waafrika wapatao milioni 300 kwenye umeme, wapate umeme. Lakini pia kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye kupikia nishati safi. Na Daktari Samia Suluhu Hassan ndio championi wa zoezi hilo. Sasa katika mazingira kama hayo, serikali ya awamu ya 6 itakuwa na kazi ya kusambaza umeme katika maeneo ambayo yalikuwa bado hayajapata umeme, kwenda ngazi ya kaya. Lakini si hiyo tu, yameongelewa masuala ya maji, na hapa kuna huo mradi ambao mheshimiwa mbunge umeusema. Kabla sijafika hapa, nimefuatilia hatua zote ambazo zimeshafanyika, na nimefuatilia maeneo ambayo yanahitaji yafanyiwe kazi mradi wa maji uweze kufanyika, na nimefuatilia hili jambo ambalo mheshimiwa naibu waziri ujenzi umesema na mbunge mwenyeji ambaye naibu waziri wa kilimo umesema. Hili jambo zoezi lake lianze mara moja. Nilielezewa kuna uhitaji wa kuhamisha ukuta, kusogeza ukuta ili kuweza kupata nafasi ya kujenga barabara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeshaongea na kamishna jenerali wa mapato na amewaelekeza wasaidizi wake walioko hapa, hili jambo la kuhamisha ukuta lifanyike mara moja. Hamisheni ule ukuta, mwanze mara moja maandalizi ya kupanua barabara hiyo ili ziweze kupita njia 3 mpaka 4. Wale watakaopewa kazi hiyo, Krismasi yao ndio hiyo na mwaka mpya wao ndio huo. Kazi ianze mara moja ya kusogeza ukuta, na taasisi zinazohusika, nimeambiwa kuna jengo lingine ni either TPA au NHC, na wenyewe mkuu wa mkoa chini ya uongozi wako ziitwe taasisi hizo, na zenyewe lazima tutengeneze nafasi ya kutosha hapa, tufungue lango hili ili tuweze kufungua uchumi, tuondoe foleni ambazo zimekuwa kero katika eneo hili. Kwa hiyo nimeelekeza maeneo yanayotakiwa kuvunjwa yaanze kuvunjwa mara moja. Anzeni hiyo kazi mara moja, na tayari mheshimiwa naibu waziri umesema timu ya wataalamu kwa upande wa Wizara ya Ujenzi na TANROADS imeshatumwa. Ninyi endeleeni na vipimo vyenu, na hizi kuta zisiwe kikwazo. Endeleeni na zoezi hilo. Mheshimiwa naibu waziri, nimesikia hili la maji na nimepita maeneo tofauti. Nimeona huu utaratibu ukijitokeza wa watu kupewa fedha na kuahirisha mradi ambao wamepewa fedha kwa ajili yake na kuanza kutekeleza miradi mingine. Wanaanza kutekeleza mambo mengine. Mkandarasi anapewa fedha, kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake yanayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na mheshimiwa naibu waziri huko hapa, TARURA, mheshimiwa naibu waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa malipo ya, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia, nimejua kuna baadhi ya wakandarasi akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa
asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini, wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko, mnampa hela, anacheza hapa, anatuchezea hapa, anatuchezea hapa. Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa, wasipate kazi tena. Waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha kazi, wanatuticha na Kiingereza puzi mtupu. Msiwape kazi. Yule mwingine nilisema awekwe ndani, anazuiwe kutoka mpaka kazi ikamilike, mpaka atuachie mradi ili tuweze kuwapa watu wengine ambao wana uchungu na nchi yetu. Fanyeni hiyo sensa, tuwaone ambao fedha wamepata wametumia katika mambo mengine, miradi yetu inasuasua, baadaye wanaanza kutuomba nyongeza ya fedha, wanaomba adjustment, wanaiongezea serikali mzigo. Na huu wa mradi wa maji, ndani ya mwezi mmoja mradi huu uanze. Nimeshaongea na Mheshimiwa Waziri wa Maji na hatua hizo kubwa zimeshafanywa. Tumeongea na wenzetu hazina, hatua zilishafanyika. Ndani ya mwezi mmoja mkandarasi huyu aonekane site huko. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nilishasema ili mimi ni balozi, uendelee kunipatia ili nione wapi atakwama, ili tumnasue